Ninao furaha kubwa kuwaona watu wa eneo hili. Ninao furaha kubwa kuwaona watu walio na utayari wa kusikiliza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi ya Bwana popote mlipo, kunja ngumi yako namna hii. Tunaenda kutambulisha uwepo wa Mungu katika eneo hili. Tunaenda kutambulisha uwepo wa Mungu katika ardhi hii ya Mvumi. Katika ulimwengu wa roho wanatambua uwepo wako mwana Mvumi mahali hapa. Tunaenda kutambulisha jeshi la Bwana katika jina la Yesu Kristo. Zungusha mkono wako namna hii. Zungusha mkono wako namna hii. Majeshi, majeshi. Majeshi ya Bwana. Majeshi, majeshi. Majeshi ya Bwana. Wakati unachukua nafasi yako nzuri kabisa ya kuketi, tutaenda kusikiliza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaenda kusoma neno la Mungu utakapokuwa ukiketi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nitaanza na somo la umisheni na neno la umisheni ambao kwa sawa na wakati huu Mungu limempendeza Mungu wakaweze kulipokea wana Mvumi kama zawadi yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Neno letu la umisheni linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari wa 18 na wa 19. Neno letu la umisheni linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari wa 18 na wa 19. Maandiko matakatifu yanasema, lakini mambo yaliyohubiriwa na Mungu tangu mwanzo kwa vinywa vya manabii wake kwamba Kristo wake atakufa imetimia hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa mstari wa 19 anasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zipate kufutwa, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwepo kwake Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini neno litakalotuongoza siku ya leo linatoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 15 na ule mstari wa 13. Neno linatuongoza linatoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 15 na mstari wa 13. Lakini pia tutapata neno lingine linatoka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari wa 9 na wa 10. Neno la Mungu linasema, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini pia maandiko yanasema hivi, katika hili pendo la Mungu lililoonekana kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanae pekee ulimwenguni ili atupe uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na miguu yako miwili unaweza ukasimama juu ukamshangilia huyu Yesu. Unaweza tu kumshangilia kama unapumua kama mimi, unaweza tu kumshangilia. Hata kama bado hujaelewa kwamba tumekuletea nini, mshangilie tu, mshangilie tu, kwa sababu dakika chache zijazo maisha yako yatabaki kama yalivyo, hayatabaki kama yalivyo. Inua mikono yako juu, mshangilie Yesu, mshangilie Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Tunayo furaha sana kukuona mtu wa Mvumi mahali hapa tena, wakati mwingine tena, na tunajisikia furaha sana kuwa na wewe, maana tunaona ni nafasi ya upendeleo ambayo Bwana ametupa kuwa na mtu wa thamani kama wewe, kuonana na mtu wa thamani kama wewe ambaye Mungu alikaa akaanza kufikiria akasema kwamba niweke nini ndani ya mwili huu, niweke nini ndani ya akili hizi, akasema kwamba ni muumbe mama fulani, ni muumbe hata baba fulani, hata Yohana na yeye awepo, akasema kwamba hata na Victoria na yeye awepo. Unaweza ukamshangilia Mungu mtu wa Mvumi, mshangilie tu Yesu, mshangilie tu Yesu, kwa sababu alikumba kwa namna ya ajabu. Biblia inaniambia. Amen. Unaweza ukawa bado unaelewa, unasema hawa watu wanasema nini? Maana juzi Jumamosi niliona kama wanapita pita huko mtaani, na leo tena na jana nikaona wanaelezea. Naomba tu nikukumbushe tunao ujasiri, kwa sababu huyu Mungu alituonyesha upendo wa ajabu, kwa sababu huyu Mungu alitufanyia matendo ya ajabu. Nikasema kwamba hatuwezi tukatulia Mzume. Tulikuwa na uwezo wa kutulia, lakini kwa sababu la pendo la huyu Mungu wa
haleluya, tukasema kwamba lazima tuende tukawapelekee na watu wa Mvumi wapate kupokea hizi habari. Mshangilie Kristo, mshangilie tu Kristo, mshangilie tu Kristo. Kama bado hujaelewa, huyu tunayemtangaza yeye uwaga ni mfalme wa wafalme. Yeye uwaga hashindwi na lolote. Labda pengine unaweza ukasema si Mungu tu, si sawa tu na yule mganga wangu, si sawa tu na yule ninayesema kwamba ni mtaalamu. Mungu wetu hafananishwi na hao, hafananishwi na hao. Ndio maana tuna ujasiri. Leo tutatangaza, kesho tutatangaza, kesho kutwa tutatangaza, na hata mikoa mingine tutatangaza, kwa sababu tunajua alichokibeba, tunajua alivyotufanyia. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inaniambia kwamba Mungu yeye wakati anamtengeneza mwanadamu, yule mwanadamu wa kwanza aliweka thamani kubwa sana kwenye maisha yake. Na hiyo thamani, lengo lake, alitamani awe anamwabudu yeye, alitamani awe anashirikiana na yeye, kwa sababu hakumuumba tu kama mimea, hakumuumba tu kama mbuzi, lakini alimuumba kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Na akasema kwamba alimuumba kwa mfano wake. Haleluya, haleluya, haleluya. Na baada ya kumuumba alimpatia maisha ya furaha kwa sababu ya ule uthamani wa kitu alichokiweka ndani yake. Akatengeneza namna nzuri ya kuishi kwenye maisha yake. Ndio maana akamweka kwenye ule uwepo wake wa bustani. Lakini baadaye mwanadamu alipoasi, ndipo ule uhusiano ulikwenda kuvurugika. Na ndio hiyo sababu ambayo inatufanya sisi tuendelee kukueleza, kwa sababu tokea hapo Biblia inasema kwamba kwa mtu mmoja dhambi ilipata kuingia, na wote tukawa tunahesabiwa dhambi. Mungu akawa anashindwa kushirikiana na sisi kama zamani. Akaamua sasa afanye namna gani, kwa sababu hakukubali ile thamani aliyoweka ndani yako ipotee. Hakukubali ile kitu alichokiweka ndani yako kipotee. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaangalia tu namna gani Mungu alivyo mzuri na alivyo ajabu na anavyotupenda. Kwanza tu hata hiyo pumzi aliyokupa. Eti ndugu yangu, umelipa chochote? Muulize basi hata jirani yako, mwambie umelipia shilingi ngapi rafiki? Umelipia shilingi ngapi rafiki? Kama hujanielewa bado, wale ambao walishawahi kulaza wagonjwa wao ambao wanapata shida ya upumuaji wanaelewa. Wakati ukiwekea ile mashine puani, unalipa shilingi ngapi kwa saa moja? Unalipa shilingi ngapi kwa masaa matano? Hata kwa siku moja basi. Lakini ndugu yangu una miaka 50, ndugu yangu una miaka 70, ndugu yangu una miaka 20, lakini haujawahi kulipa hata 200. Bado hujajua kama Mungu anakupenda. Bado tu hujajua. Muulize jirani, bado tu hujajua. Bado tu hujajua. Lakini Mungu hakuishia tu hapo. Baadaye alivyoona huyo mwanadamu hausiani naye tena vizuri kama mwanzoni, akasema kwamba lazima nitafanya namna, pamoja ya kwamba ninampa hewa anapumua, pamoja ya kwamba ninamjalia uzima kila siku, lakini bado nitafanya namna ili ule uhusiano uliokuwa nao mara ya kwanza urudi kama mwanzoni, ili ule uhusiano urudi kama mwanzoni. Nipo akaamua sasa atoe sehemu yake iliyokuwa ya thamani, atoe uwezo wake wa uungu uliokuwa wa thamani. Biblia inasema kwamba naye neno akatoa mwili akaja kwetu, nasi tukauona utukufu, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba. Haleluya, haleluya. Alitoa kilicho cha thamani mtu wa Mungu, alitoa kilicho cha thamani mtu wa Mungu kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu ambaye ni wa thamani. Akasema kwamba atumie thamani. Haleluya, haleluya. Hebu furahia kidogo basi, furahia kidogo basi, hata kama bado una shida. Furahia kidogo, kwa sababu bado kitambo kidogo tu Yesu anazichukua hizo shida. Pendo la Yesu limerejea tena. Ndio maana tuko mahali hapa. Yesu anataka kukurejesha tena kwenye hali yako ya kawaida ambayo alikuumbia. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo mwana alipoutoa huo mwili akaja duniani, Biblia inaniambia kwamba akazaliwa na tumbo la Bikira Mariamu. Na nina uhakika kabisa hapa watu wengi tunaelewa, sio mambo mageni, tumezoea na hakuzaliwa tu na Yusufu kama watoto wengine. Biblia haituambii hivyo. Hakuzaliwa kama Yohana Mbatizaji, hapana. Hakuzaliwa kama Elia, hapana. Alizaliwa, Biblia inasema kwamba na nguvu za Mungu zilimjilia Bikira Mariamu, zikamfunika. Nguvu za aliye hai. Ndio huyo ambaye tunamtangaza, ndio huyo ambaye tunamtangaza, ambaye yeye hakimzuili kitu, hakimzuili kitu. Nikukumbusha tu kwamba dunia na vyote vilivyo ndani yake
vyake ni vya kwake. Yani hata wewe upende usipende ni wa kwake. Hata huyo mganga apende asipende ni wa kwake. Akiamua anakugeuza miguu juu na kichwa chako kinakuwa chini, ni amri yake. Kwa amri yake ndo yeye alisema bahari iwe hapa. Alisema kwamba hapa sehemu pawepo basi na ukavu ili watu wa Mvumi wao wanakaa hapa. Ni yeye mtu wa Mungu. Ni yeye mtu wa Mungu. Ni yeye tu. Ni yeye tu. Ni yeye tu. Haleluya. Haleluya. Sasa huyo mwanawake alipozaliwa kwenye hilo tumbo la Bikira Mariam kwa uweza wa ajabu, akazaliwa na nguvu za ajabu mno. Ndio maana hata wakati wa kuzaliwa kwake vita kubwa sana iliinuka. Lakini Mungu sio mwanadamu. Ukichukua risasi yeye anakukata miguu. Haleluya. Haleluya. Wakati unajipanga unasema nimepiga risasi, nimeshika risasi, yeye anakutekenya tu mguuni unaanguka. Hemu mcheke kwanza shetani kidogo. Mcheke kwanza shetani kidogo. Mcheke tu kwa sababu wakati amekaa miaka miwili anapanga mipango yake kwa ajili ya kuja kumwaibisha mtu wa Mungu, kwa ajili ya kuja kupinga mpango wa Mungu. Mungu anamcheka tu kwa sababu anajua hicho unachokipanga poteza muda, maana dakika moja na sekunde moja nina uwezo wa kuharibu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Yesu alizaliwa kwa hiyo namna ya ajabu. Alipigwa vita lakini bado alishinda kwa sababu za nguvu ya Mwenyezi aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Akaishi maisha matakatifu, akaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Lakini wakati wa huduma yake, kwa sababu alikuja kumwakilisha Mungu duniani, alikuwa anaonyesha upendo wa ajabu. Alikuwa akionyesha upendo wa ajabu. Alikuwa akiwakuta wagonjwa anawahurumia halafu anawaponya. Alikuwa akiwakuta watu wana msiba anawaangalia, anawahurumia halafu anawaponya, anawarejeshea mtu wao. Hata wale wenye ukoma waliokuwa wametengwa, yani wamesukumiwa mbali na mijini, wamesukuliwa mbali na mijiji, basi kama hapa Mvumi tungesema kwamba wale wakoma walikuwa wanapelekwa huko milimani ambako hakuna watu, maana hakuna mtu anayependa kumuona. Lakini Yesu alipokutana nao akasema, wanadamu hawajui nilichoweka ndani yenu, bado nitarejesha, bado nitarejesha. Aliendelea kufanya hizo kazi. Cha ajabu, hata wenye mapepo waliokuwa wametengwa na kupeleka huko makaburini, Biblia inatuambia alipokutana nao, yani wale wenye mapepo sugu ambao hata wanaume wenye nguvu mji mzima wakiwashika mapepo yanawashinda, lakini Yesu akinyosha tu mkono wake, mshangilie tu Yesu, mshangilie tu Yesu. Yani hana shida ya kuanza kukushikashika, akinyosha tu unatulia mwenyewe, maana hauna pa kwenda, hauna pa kwenda, vyote ni vya kwake. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mtu wa Mvumi, Yesu aliendelea kuonyesha matendo ya huruma. Aliendelea kuonyesha upendo mwingi sana kwa wanadamu, kwa sababu alikuwa amekuja kutafuta kile ambacho kilikuwa kimepotea. Alikuja kurejesha ile thamani ambayo Mungu aliweka ndani ya mwanadamu. Akasema lazima nitafanya. Lazima nitafanya. Mwambie jirani yako lazima nitafanya. Alisema lazima nitafanya. Hata usipomwambia jirani yako Yesu alishafanya, wewe unajisumbua bure. Kama unasema kwamba haumwambii ili labda ile agizo la Mungu au kusudi la Mungu lisitimie, unajisumbua bure kwa sababu lilishatimia tayari. Lilishatimia tayari. Kwa hiyo Yesu aliendelea kuwahurumia watu. Hata alipokuwa anaona mji wa Yerusalemu jinsi ambavyo machafuko yamekuwa mengi, Biblia inaniambia kwamba aliulilia, akauonea uchungu, akasema kwamba hawa watu wa Yerusalemu, yani hawa watu wa Mvumi, wangekuwa wanajua namna gani wafanye ili wapate amani yao, wasingekuwa wanaendelea kuteseka hivi. Wangekuwa wanajua kwamba amani yao iko wapi, wasingekuwa wanaendelea kuteseka hivi. Kwa hiyo Yesu aliendelea kufanya namna nyingi sana za kuonyesha upendo na kuonyesha ni namna gani Mungu anawapenda watu wake na bado Mungu anawahitaji watu wake. Kwa aliendelea kuzifanya hizo namna. Alifanya ishara nyingi sana, alifanya miujiza mingi sana. Yani hata wale ambao walikuwa wanasema kwamba yani ugonjwa wangu ni wa milele. Kuna watu wamejimilikisha magonjwa hata hapa. Wanasema yani mimi nitajifiliaga tu nao, maana bibi yangu alikuwa nao na babu yake alikuwa nao. Lakini Yesu akikutana na kesi kama
kama hiyo. Anasema kwamba ujitwike tu godoro lako uende. Yani hana hata shida ya kusema kwamba njoo. Anasema tu msiba wako umekwisha. Hili ndilo pendo la ajabu ambalo tunajivunia, ambalo hamna shetani yoyote anaweza kukuonyesha. Hamna mganga yoyote anaweza kukuonyesha. Hata mume wako na mke wako anakupenda, lakini hawezi akafikia mahali hapa. Lakini Biblia ikaendelea zaidi. Hakuishia tu hapo. Akalipa ile gharama iliyo kubwa kuliko, ndio ambayo inatufanya tuendelee kukutangazia. Maana mauti ilishindwa kumshikilia. Walipoona wamemuua, akafufuka. Yani walipokuwa wamekaa kikao, sasa shetani ametulia kwamba nimeshamaliza kazi. Anashituka kesho, kumbe komando huyo hapa. Jamani, nimekuaje? Mbona nilikuwa nimemmaliza, nilimkata, nilimpigilia na juu, nilimchoma na misumari, lakini mbona yuko hapa? Hakujua kwamba Yesu ni mpango wa Mungu ambao umekuja kutukomboa. Aliamua kulipa gharama ambayo sisi hatusingeweza kuilipia. Maana ule uhusiano ulikuwa wa thamani mno, tusingeweza kulipia kwetu. Wewe mwenyewe kama unajua kidogo habari za Biblia, utakuwa unakumbuka neno la Mungu linasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo ukitenda dhambi sharti uwawe. Yani hiyo haikwepeki. Lakini Mungu akasema kwamba sitaki mwanangu apotee. Ninampenda mno. Lazima nitamlipia gharama mimi mwenyewe. Nimemwangalia hawezi akalipa hii gharama. Lazima nimlipie. Ndio maana akamruhusu Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili yetu. Akamruhusu afe kwa ajili ya maisha yetu. Akamruhusu afe kwa ajili ya dhambi zetu. Unaweza ukawa bado haujaelewa bado. Nikusaidie tu kwamba upendo wa Mungu tulionao, au upendo aliouonyesha, Biblia inasema kwamba au ni nani aliye na upendo mkubwa kuliko huu wa mtu kutoa uhai kwa ajili ya rafiki zake? Muulize jirani yako, mwambie unao. Mtikise basi hata kidogo, pengine amesinzia, pengine anawaza hajapanda, pengine mwenzako yuko shambani anawaza hajapanda, sijui anawaza palizi imeotea, sijui anawaza alichukua hela hajaenda kufanya kibarua. Lakini leo niko kukwambia ya kwamba Yesu alitupenda. Anasema kwamba hakuna aliye na upendo mkubwa namna hii wa mtu kutoa uhai kwa ajili ya rafiki zake. Yani alipotumba tukawa wanawake na baadaye tukapoteza uhusiano, tulikuwa tu kama marafiki zake, kwa sababu alikuwa aendelee kuhusiana na sisi kama mwanzoni. Kwa aliamua kufa kwa ajili ya marafiki zake ambao ni sisi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mshangilie Yesu, mshangilie Yesu, mshangilie Yesu. Mshangilie Yesu, mshangilie Yesu, mshangilie Yesu. Kwa hiyo Yesu Bwana alilipa hizo gharama. Yesu tu ndo anaweza kufanya hayo. Ni kweli kabisa, anajua unapendwa. Ni kweli, ninaelewa hilo mtu wa Mungu. Ninaelewa, lakini hakuna aliye na upendo mkubwa namna hii. Ni kweli kabisa, mganga anakuonyesha upendo, ni kweli, lakini upendo wa shetani ni feki. Lakini upendo wa shetani na msaada wa shetani ni feki. Hamna shetani anayependa mwanadamu. Kwa nini? Anakudanganya kwamba anakupenda, kumbe ameona thamani iliyo ndani yako, anataka kuichukua ili aitumie kwa faida yake, na utalipa gharama iliyo kubwa zaidi. Wewe mwenyewe unajua. Ni kweli umepata raha. Ni kweli mtoto wako alipona, ulimpeleka kwa mganga akampona. Lakini nikuhakikishie, kama bado hajapata shida, lazima atapata shida, kwa sababu shetani hapendi kuona mafanikio yako. Ndio leo amekusaidia, kesho atawachukua watatu, kesho kutu atachukua na mjomba yako. Lazima tu utalipia. Lakini yuko Yesu anayesema kwamba hili ndilo pendo, kwa sababu sio sisi tulimpenda kwanza. Yeye alitupenda, akatuchagua. Haleluya, haleluya, haleluya. Nisikie kuona anayesema kwamba nimependwa na mimi, akinyosha mikono yake, Haleluya, 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 haleluya. Amen. Shetani ni muongo. Biblia inasema kwamba ole wenu wa nchi, kwa maana mshtaki wenu Ibilisi
ametupwa duniani. Ni mshtaki wako na ni mshtaki kweli kweli. Anahangaika, anakuona mama ulioko hapa kabla tu hujazaa, yani hata miezi 9 haijafika. Mwenzako alishaona hadi mtoto wako akiwa na miaka 70. Alafu wewe na akili zako unasema ngoja nimvishe na hii irizi ili wamlinde. Hakuna ulinzi hapo. Hakuna ulinzi hapo. Wewe unasema kwamba kuna mtaalamu fulani namjua, sio mganga sana sana kwa sababu huwa hagui, lakini anatudawa. Akikupa lazima utapona. Hamna dawa hapo. Mwambie hamna dawa hapo. Hamna dawa hapo. Hamna dawa hapo. Shetani ni muongo. Tupo hapa kukuambia kwamba shetani ni muongo. Yuko Yesu ambaye anasema ukweli. Pengine umedanganywa sana. Ukasema kwamba wewe hiyo tabia ya uzinzi ulionayo ili ishe basi wewe wanawake 5. Hakuna hiyo. Sio kwamba kiu ya uzinzi itakata. Utaendelea, baadaye utafika 70 na wote utawaoa na bado mateso yatazidi. Yesu pekee ana upendo wa kweli. Yesu pekee ana upendo wa kweli. Anasema kwamba mbona kama vile mimi ni mshamba, inabidi sasa kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume, nimeshakuwa, inabidi sasa kwa siku niwe naenda yani kwa hesabu ndogo niwe hata basi naenda na wadada 5 tu kwa siku ili nipate raha, ili na mimi niwe mwanaume kweli. Hamna wanaume hapo. Ni uongo. Ni uongo. Hakuna ujasiri wa kukwambia ni uongo. Hiyo raha unaipata kitambo, lakini mateso yake ni makubwa. Ni makubwa kuliko nini? Shetani anataka kukuangamiza. Ile thamani ambayo Mungu aliweka ndani yako hataki kuiona. Hataki kukuona ukiendelea. Hataki kukuona ukifanikiwa. Hataki kukuona ukiwa na amani kwenye maisha yako. Ndio maana toka ile siku uliyopata huo utajiri wa shetani, hapo nyumbani kwako hamna amani. Ndio wageni wakija mnajifanya mama fulani kalete basi kachakura jamani, wageni wale, yani unajifanya kama hamna kitu, lakini unajua tu mgeni akiondoka, unajua moto wa mahali hapo. Yuko Yesu ambaye akikupenda hawezi akakudanganya, hawezi akakuumiza, hawezi akakuumiza. Anasema kwamba mwanangu nipe moyo wako, mwanangu nipe moyo wako. Ana haja na huo moyo wako, anatamani aonyeshe ile thamani aliyoiweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Mwingine atakuwa yuko mahali hapa anasema kwamba mbona kama huyo Yesu simuhitaji? Mbona kama watoto wangu wanasoma tena hata wamesoma zaidi yenu? Ni kweli baba, hatubishi. Mbona kama mimi nina magari mji mzima wananijua? Mbona kama mimi nikitaka kufanikiwa mtu yote ananisikiliza? Lakini nipo hapa kukuambia kwamba hao wanadamu wanaweza kukusaidia, lakini wana mwisho. Huyo mganga wako kuna siku anakufa. Kwani haujawahi kusikia kuna msiba wa mganga? Tumewahi kusikia kweli? Hamjasikia jamani? Au ni mimi tunaona wanakufa? Mwanadamu anakufa na akifa msaada wako umeisha. Akifa hamna msaada hapo. Mwanadamu anafilisika na wale aliowategemea huwa wanafika mahali wanachoka. Lakini yuko Yesu ambaye akikupenda anakupenda kweli kweli. Anasema kwamba kila anayemjia baba hawezi akamtupa, kila atakayemjia yeye hawezi akamtupa. Tena anasema kwamba ili pendo lilo ndilo linalotupa ujasiri, kwa sababu siku ya hukumu tutakuwa na ujasiri. Maana tunaye Kristo ambaye hafi, ambaye hafi, ambaye hafi. Ukiweka tumaini kwake hawezi akakuaibisha. Biblia yangu inaniambia kwamba kwenye kitabu cha Maombolezo 3:33 anasema kwamba kwa maana huyu Mungu moyo wake haupendi kuwatesa kabisa wanadamu wala kuwaumiza. Yani hiyo sio kawaida yake. Sio kawaida yake. Sio kawaida yake. Kama ulikuwa unasema amna pengine mimi ni wa hivi hivi tu. Mimi ni wa hivi hivi tu jamani. Watoto wangu wakifika la 4
Yani huyu amefika hadi line. Mungu haki vile amejitahidi mwe. Amejitahidi kabisa. Hapana, hakuna kujitahidi huko. Hakuna kujitahidi huko. Yuko Mungu ambaye anatamani ufike mbali. Shetani ameshaona hatima za watoto wako. Ameshaona hatima za maisha yako. Ameshaona hatima za maisha yako kwamba inabidi ufike mbali, kwamba kuna mahali inabidi ufike. Hawezi akavumilia ufike hapo, maana anaona ukifika hapo Yesu atatukuzwa na Yesu atapokea faida. Yeye anataka apate hiyo faida. Ndio maana akachukua uwezo wako, eti akakupa mali. Kwa siku biashara yako ilikuwa inaenda tu kawaida. Wakati ulipokuwa hautumii kitu, ulikuwa unapata 50,000 kwa siku. Na baadaye ulipoenda kwa mtaalamu, ukawa unapata 1,000,000 kwa siku. Eti kwa msaada wa 1,000,000 na wewe unasema kwamba umefanikiwa. Naomba tu nikwambie, ni wa kitambo kidogo. Ni wa kitambo kidogo. Ipo siku utajutia, utakuwa maskini kuliko ulipokuwa mwanzoni. Utakuwa maskini hata utakuwa unaogopa kutoka nje. Watoto watakudharau na kila mtu atakudharau, kwa sababu sio kawaida ya Shetani kumfanikisha mtu. Anaga hiyo kawaida. Mwambie mwenzako umepigwa wewe. Umepigwa. Umedanganywa na Shetani. Yani kama ulienda kutafuta msaada na kwanza pengine mwingine ndio yuko kwenye ile miaka ya mwanzo ya mafanikio ya Shetani, ndio unafurahi basi mwenyewe. Wakati Mungu akikuangalia anasema ay. Mwanangu anapotea huyu. Anapotea huyu. Mbona asituki? Anaelekea kufa. Shetani anataka kumaliza, lakini leo tumekuletea msaada wa kweli. Tumekuletea Yesu Kristo ambaye yeye hafi. Azeeki. Babu yangu alimkuta wakamwacha. Ukimtegemea yeye hachoki. Biblia inatukumbusha kwamba yeye hazimii. Yani hata kujikwaa hajikwai. Unaweza ukafikiria ni uwezo gani alionao. Hata usingizi halali. Tena Biblia inasema kwamba halali wala hasinzii. Yani hata kufanya hivi hafanyi. Amekuchora hapa. Siku ukimpokea Kristo, amekuchora hapa. Akitaka kuangalia watu wake duniani, anakutazama hapa. Neno linatuambia kwamba sisi tuliompokea Kristo tumekuwa mboni ya jicho lake. Yani Mungu akitaka kutazama, anakutazama. Niambie ni Shetani gani hata kugusa? Niambie ni Shetani gani anayependa kuchezea macho ya Mungu? Hayupo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, tuna uhakika na hili pendo. Tuna uhakika na huu upendo. Usiseme kwamba tunakupigisha historia za zamani za kale. Hatuna hizo hadithi sasa hivi. Tunakuambia ule ukweli. Tunakuambia ukweli. Ule ukweli ulio halisia, kwa sababu yeye akikupenda huwezi ukajutia. Huwezi ukajutia. Huwezi ukalijutia. Hauwezi ukajutia. Endelea kujitafakari. Neno la Mungu linatuambia kwamba katika hili tumelifahamu hilo pendo. Yaani kupitia kifo cha Yesu Kristo tumelifahamu pendo na tuna uhakika na pendo lake. Kwa nini? Kwa sababu ameonyesha hali ya juu ya upendo ya mtu kutoa uhai kwa ajili ya rafiki zake. Kama ameutoa uhai, kitu gani kitamshinda kukufanyia? Kitu gani atashindwa kukufanyia? Tuna uhakika na hili pendo. Endelea kutafakari maisha yako. Endelea kutafakari maisha yako. Shetani amekudanganya vya kutosha. Itoshe kudanganywa na Shetani. Maana Biblia yenyewe inatueleza kwamba Shetani, yani mwivi, haji ili avunje, ila avunje na kuharibu. Yani anakuja kukuibia, kuvunja ulivyo navyo na kukuharibu. Lakini Yesu amekuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amekuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Itoshe kudanganywa, itoshe kuibiwa, itoshe kuibiwa mali zako, itoshe kuibiwa nyota zenu, itoshe kudanganywa na wataalamu wenu. Tunawatangazia kwamba yupo Kristo ambaye anaweza yote. Yupo Kristo ambaye yeye akiamua akasema kwamba aise dunia ifike mwisho, hakuna mchawi anaweza akasema hamna, mimi nina nguvu dunia isifike mwisho. Hayupo. Yeye peke yake ndiye mwenye amri. Endelea kutafakari. Kama unahitaji huyu mkuu tuliyemleta, endelea kutafakari maisha yako. Yesu alishalipa kila gharama ya maisha yako.
Kila shida unayopitia alishalipia. Hata ile unaloliona ni gumu alishalilipia. Hata wewe unaisema kwamba mimi nimewaua watu wengi sana, siwezi nikapendwa na huyu Yesu. Yesu anakuhitaji. Hata kama umetenda mabaya gani, bado hayamzuii Mungu kukusaidia. Hayamzuii Mungu kukusaidia. Wewe unayesema kwamba mimi ni kijana mdogo, ni binti mdogo, lakini kwa kweli wakaka wote, hata wanaume wa watu wa mtaa, wa hichi kijiji wote wamenipitia. Usidhani kama huyo Yesu atanisaidia. Yuko Yesu ambaye anaweza kusaidia. Wewe kaka ulioko hapa unayesema kwamba I say mimi ni kweli nilikuwa siendi na wadada, lakini nilikuwa ninajichua mpaka na kera. Sidhani kama huyo Yesu atanisaidia. Yesu yuko hapa kukusaidia. Wewe ambaye umeloga vya kutosha, Yesu yuko hapa kukusaidia. Wewe ambaye amani kwenye familia yako imetoweka, Yesu yuko hapa kukusaidia. Anasema moyo wake haupendi kabisa kukuumiza, hapendi kabisa kukuona ukiteseka. Anataka ufaidike na lile pendo lake. Kwa hiyo alishakulipia kila gharama. Kinachohitajika, mwambie jirani yako, kinachohitajika ni wewe. Ni wewe kumkubali Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako. Awe Bwana wa maisha yako. Hilo ndilo sharti pekee ambalo Yesu anawapa wote wanaomjia. Anasema kwamba kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Anataka ukubali. Umruhusu kwanza yeye afanye kazi ndani yako. Umruhusu kwanza yeye akushughulikie. Kama unaona una huo uhitaji, wote ninaomba tusimame kwanza. Tusimame. Simama tu mahali ulipo. Simama tu mahali ulipo. Simama tu mahali ulipo. Simama tu. Huku unavyoendelea kusimama, endelea kutafakari. Endelea kutafakari. Hamna pendo lilo kubwa zaidi ya hili. Hamna pendo lilo kubwa zaidi ya hili. Yeye akikutana na maisha yako anakutengeneza. Anairudisha ile thamani aliyokuwekea mwanzoni. Anakutengeneza ili urudie kwenye hali yako ya ndani. Yamkini wewe unasema kwamba kweli kwa hizi shida nilizo nazo hata huyo Yesu sidhani kama atanisaidia. Lakini Yesu yuko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Endelea kutafakari tu maisha yako. Ni sehemu gani unamhitaji Yesu Kristo? Ni sehemu gani unamhitaji Yesu Kristo? Ni sehemu gani unamhitaji Yesu Kristo? Mruhusu. Yesu Kristo anahitaji ruhusa kutoka kwako. Anahitaji useme kwamba Baba, niko hapa, huo upendo wako ingie na kwangu. Niko hapa, ukanifanyie tena na mimi. Nimejua kwamba kumbe wewe ni mkubwa kuliko yule mchawi wangu wa kila siku. Nimegundua kwamba kumbe wewe ni mkubwa kuliko wale nao wategemea. Kama unamhitaji Yesu Kristo siku ya leo, kama unahitaji ile pendo tuliyozungumzia siku ya leo, unaweza ukapiga hatua. Uliyesogea mbele, nisaidie tu kunyosha mkono wako mmoja juu. Nyosha tu mkono wako juu. Kama ukiona utachoka au unauma, nyosha kidogo. Nyosha mkono wako juu na utafumba macho yako. Utanifuatisha maneno mazuri ya leo. Utanifuatisha maneno mazuri haya machache. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninasema asante kwa kunipenda mimi. Kwa kunipenda mimi hata nilipokuwa sifai. Na nimetambua Bwana, unayapenda maisha yangu. Na unapenda niwe na furaha, maisha mazuri na amani. Na mimi leo nimekubali wito wako. Niko tayari unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya mimi. Wakati nilipokuwa najua, hata nilipokuwa sijui. Unisamehe Bwana. Na unifanye leo kuwa mwana wako wa pendo lako. Karibu Yesu, ukae ndani yangu nami ndani yako siku zote za maisha yangu. Amen.